Sasa ndugu zangu, leo hii nimewaandalia mimea ambayo tumeitumia sana kwa vifaranga. Mimea ambayo tumekuwa tukiitumia sana kwa vifaranga aina zote. Hii mimea inakinga na magonjwa mbalimbali kama magonjwa yote ya virusi. Kuna mimea ambayo inakinga vizuri kabisa. Lakini pia magonjwa ya bakteria yanakingwa vizuri kabisa na hii mimea, na sio tu kukinga, hata vile kubusti na kuwatengenezea vitamini za asili. Huwa tunatumia sana sana mimea hii ambayo nimekuonyesha hapa. Nitakuelekeza mmea mmoja mmoja unafanya kazi gani kwa vifaranga hata kwa kuku wakubwa, ila leo nitaangazia sana kwenye kipengele cha vifaranga. Haya hapa ni majani ya mpapai. Haya majani ya mpapai kwa vifaranga yana boost, yanaongeza uzito, yanawafanya vifaranga wako wawe na kinga imara. Kama unavyojua majani ya mpapai jamani, yana fibers, yana protini nyingi sana ambazo ni muhimu sana kwa ukuaji wa kuku. Kwa hiyo ukiyatumia kwa vifaranga, utakuwa hauna haja tena ya kununua mavitamini ya dukani, utaweza kutengeneza wewe mwenyewe kwa kutumia haya majani ya mpapai. Lakini vile vile haya majani ya mpapai yanatibu vizuri kabisa ugonjwa wa coccidiosis, kuku kujisaidia kinyesi ambacho kinakuwa kina rangi ya brown au ambacho kinakuwa kina rangi ya damu. Yana uwezo mkubwa sana wa kutibu coccidiosis, na tunayatumia sana kwa ajili ya kuboost na kutibu coccidiosis. Na haya hapa ni majani ya mwembe. Haya majani ya mwembe ni booster. Hii ni booster nzuri sana kwa vifaranga hata kwa kuku wanaotaga. Yana boost, yanaongeza uzito, lakini pia yanakinga magonjwa mbalimbali ya miharo. Sasa pia tuna hii aloe vera. Hii aloe vera inatibu magonjwa ya virusi. Unapomtibia kuku wako kideri, ni lazima uwe na aloe vera. Inatibu vizuri sana kideri. Na sio kideri tu, hata ndui pamoja na gomboro. Magonjwa yote ya virusi inatibu, lakini vile vile magonjwa ya bakteria aloe vera inatibu, na pia inaimarisha kinga na kuwaboost vifaranga wako. Haya ni majani ya mwarobaini. Haya majani ya mwarobaini tunayatibia sana kuku wetu wakiwa na typhoid. Kuku wako wakipata typhoid au wakipata ule ugonjwa wa kipindupindu, kuku wanakuwa wanahara sana nyeupe sana, ambayo inakuwa ina brown au ina njano ambayo imepauka. Huwa tunatumia sana haya majani ya mwarobaini. Lakini vile vile yana mwarobaini unakinga magonjwa yote ya virusi, na tunatumia sana kwa vifaranga wetu kwa ajili ya kuwakinga. Na hili hapa ni toto la ndizi. Hili toto la ndizi huwa tunalitumia kwa ajili ya kuwaboost kuku wetu au vifaranga. Yana boost sana kuku wanaotaga, lakini vile vile hata kwa kuku wa nyama yana boost, na hata kwa vifaranga yanawafanya vifaranga wako wawe na afya nzuri kabisa, kwa sababu yana vitamin. Hili toto la ndizi lina vitamini nyingi sana, lakini pia lina madini mengi ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa kuku. Na haya ndugu zangu ni majani ya mlonge. Kama ambavyo mnajua majani ya mlonge yana protini nyingi sana, ukiacha vitamin, yana vitamin lakini yana kiwango kikubwa sana cha protini. Na protini ni muhimu sana kwenye ukuaji wa kuku. Ili kuku waweze kuwa na afya bora, lazima wapewe vitu ambavyo vina protini, lakini ili kuku waweze kuwa na utagaji mzuri, lazima wapewe protini. Kwa hiyo hata kwa hao vifaranga wetu ambao unawaona, tumetumia sana majani ya mlonge mpaka kuwafikisha hapo walipo. Hatujatumia vitu vya dukani kabisa. Tumekuwa tukitumia sana mimea kama hii ambayo unaiona hapa. Na huu mlonge umetumika kwa kiwango kikubwa sana. Na ukiwaangalia hao vifaranga wetu wana mwezi mmoja, lakini ni wazito, wana afya nzuri, na hatujapata changamoto za magonjwa mpaka hapa unapowaona. Hata haya maji ambayo unayaona leo yamewekewa majani ya mlonge pamoja na toto la ndizi kama booster, lakini vile vile kama kinga ya magonjwa mbalimbali. Hawa kuku hawajawahi kupiga chafya wala hawajawahi kupata changamoto yoyote, ni kwa sababu ya hii mimea ambayo tunawapa. Ukiangalia hapa, hili ni limau. Limau pia huwa tunawapa sana ikiwa siku ile kama kuna baridi kali sana. Kama kuna baridi kali huwa tunawapa limau ili waweze miili yao iweze kustimulate, iweze kusense joto. Kwa sababu utakuta wamejikunyata sehemu fulani ya wachangamki, kwa hiyo huwa tunaweka limau. Lakini pia limau ni tiba nzuri sana ya mafua, na sio tiba tu, hata kinga. Kama kuku wako unataka na hizi hapa ni pilipili. Hizi ni pilipili kichaa. Kwenye kipengele cha pilipili unaweza kutumia pilipili aina yoyote ile, ila kwa sisi kwa leo hapa tumepata pilipili kichaa. Inaweza kuwa mwendo kasi, pilipili mbuzi, zote zinafanya kazi vizuri kabisa. Na kazi ya pilipili na yenyewe huwa tunawapa msimu huu wa baridi ili waweze kuongeza joto kwenye miili yao. Lakini pia hizi pilipili huwa tunazitumia kwa ajili ya kutibu na kukinga mafua pamoja na gomboro. Pilipili kichaa ni tiba nzuri sana ya ugonjwa wa gomboro, lakini pia ni tiba nzuri sana kuku wako wakiwa na mafua au ukitaka kuwakinga mafua. Na kitu kingine ambacho huwa tunatumia, nadhani hapa leo sijakuja nacho, ni tangawizi. Tangawizi huwa tunaitumia kwa ajili ya kuwaboost kuku, kuwafanya kuku wachangamke msimu wa baridi, lakini pia huwa tunaitumia kwa ajili ya kutibu mafua hii tangawizi. Na kitunguu saumu. Kitunguu saumu kazi yake kubwa ni kuongeza madini pamoja na vitamin, lakini pia kitunguu saumu huwa kinasaidia
kuku pale ambapo wanakuwa wanakunywa yale maji ambayo yanakuwa yana dawa, ili ile dawa iende ikafanye kazi vizuri. Na kitunguu saumu ndio huwa kinafanya kazi vizuri kabisa ya kuhakikisha ile dawa inaenda kufanya kazi vizuri kabisa. Lakini pia kitunguu saumu tunatumia kwenye kutibu mafua. Unapotibu mafua huwa tunakuwa tuna mchanganyo ambao lazima huwa umejumuisha pilipili, kitunguu saumu, tangawizi, limau, wakati mwingine hata kitunguu maji. Kama mafua yamekuwa chronic sana, huwa tunaweka na kitunguu maji. Ila kitunguu maji hatupendelei sana kutumia. Hatupendelei kutumia kitunguu maji ni kwa sababu huwa kinapunguza damu, kinawafanya kuku wao wanaishiwa damu. Japokuwa ni tiba nzuri sana ya mafua, ila hatushauri sana. Ikifika stage umetibu mafua yamekuwa chronic, kuku hawasikii dawa, hawaponi, huwa tunakatakata vile vipande vya kitunguu maji tunawapa kuku wadonoe. Ni kwa siku moja tu huwa tunafanya hilo zoezi. Na kuku wetu huwa wanapona kabisa mafua. Na majani mengine ambayo sijayabeba hapa ni majani ya mbaazi. Kuku wako ukiona umewatibia mafua hawajapona kabisa mafua, wanakataa kupona mafua, nenda katumie majani ya mbaazi. Hapa sijakuja nayo, na yenyewe huwa tunayatumia sana kama tiba ya mafua. Kwa hiyo hii ni baadhi tu ya mimea ambayo nimeileta, ambayo huwa tunaitumia sana KingoFarm kwa ajili ya kutibu, kuboost na kuwakinga kuku wetu na magonjwa mbalimbali. Kwa wale ambao mpo kwenye lile kundi letu la WhatsApp, nadhani huwa mnaona huwa tunaweka update za kila siku ambazo huwa tunafanya hapa shambani. Mimea yote ambayo huwa tunaitumia huwa tunaonyesha jinsi ambavyo tunaisaga na kuweka kwenye maji. Kama unavyoona hata haya maji yetu ya leo yamewekewa hivyo vitu vya asili. Na kuku wetu wanaendelea vizuri kabisa na wanafanya vizuri kabisa kwa hizo vitu vya asili. Kwa hiyo ni mimea ambayo unaweza ukaitumia sana kwa vifaranga wa aina zote. Watu wengine wanadhani labda broiler hawatumii vitu vya asili. Hapana. Broiler wanaboostiwa vizuri kabisa na mimea hii, lakini pia magonjwa hii mimea inawakinga vizuri kabisa, na hata wakiumwa broiler ukiitumia hii mimea kuku wako wanapona kabisa. Kwa hiyo sio tu kuku wa kienyeji. Hili kundi la WhatsApp ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi miwili. Utapata update zote ambazo zinaendelea hapa shambani kwetu. Tutakuelekeza hatua kwa hatua, kuanzia ile hatua ya kuagiza vifaranga. Tutakuelekeza tumewatoa kwenye kampuni gani, na tutaelekeza ule muundo mzima wa wanavyokuwa kuanzia vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa. Lakini pia tutakupa ushauri ukitaka kampuni ya kupata vifaranga au chakula cha dukani, tutakuelekeza upate kwenye makampuni gani. Lakini pia tuna vitabu vyetu ni hivi hapa ambavyo unaviona. Kuna kitabu cha safari ya ufugaji, hiki kina mwongozo wote wa kumfuga chotara pamoja na layers, wale kuku wa mayai. Na safari ya ufugaji kuna matoleo mawili, toleo la kwanza na toleo la pili. Vyote vinafanya vizuri kabisa, ile vimeandikwa katika miaka tofauti tofauti kwa kuzingatia maboresho mbalimbali. Lakini pia tuna hiki kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki kinakupa ratiba ya kuwaboost kuku wako, kama ni kuku wa nyama au ni kuku wa mayai au chotara, hata kienyeji huwa tunatumia booster ambazo zipo humu. Humu kuna ratiba ya kuwapa kila siku mimea pamoja na vipimo vyake kwa ajili ya kuwaboost na kuwakinga na magonjwa mbalimbali. Lakini pia tuna vitabu vya tiba za asili. Tiba za asili kuna matoleo mawili, kuna toleo la kwanza na toleo la pili. Hii yote ni mimea na jinsi ambavyo inatibu na kukinga magonjwa mbalimbali ya kuku. Vitabu hivi ukiwa navyo hautakuwa na haja tena ya kwenda dukani kununua dawa ya aina yoyote ile. Utaweza kuwatibu kwa kutumia dawa zilizopo humu na kuwakinga, lakini vile vile utaweza kuwatengenezea vitamini mbalimbali za asili kwa kutumia vitabu hivi. Lakini pia tuna hiki kitabu cha ufugaji wa broiler. Hiki kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga broiler kuanzia day 1 mpaka anakuwa mkubwa kwa kutumia mwongozo wa kitabu hiki, na utakuwa na kimeelekeza namna ambavyo utatumia mimea mbalimbali kwa kuwakinga na kuwaboost broiler. Sisi hapa shambani kwetu hutumii chanjo za dukani, tunatengeneza hizi za asili na tunawauza kwa wakati wakiwa na uzito mkubwa kabisa. Vitabu vyetu unavyoviona hapa ni soft copy. Tunakutumia kwa njia ya WhatsApp ukilipia. Kila kitabu ni shilingi 10,000 tu. Kujiunga na kundi ada yake ni 8,000. Vitabu kila kitabu ni shilingi 10,000. Ukilipia tunakutumia hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Wewe utaweza kupeleka stationery na watakuprintia, utapata vitabu kama hivi unavyoviona. Hivi vitabu havina page nyingi. Mtu yeyote anaweza kuprint na akavitumia. Lakini pia sisi KingoFarm tunauza incubator nzuri na za kisasa, tunakusafirishia popote ulipo kwa uaminifu mkubwa sana. Incubator zetu ni nzuri sana, ni zile incubator za chuma, sio kama hizi incubator za Mchina. Zinafanya vizuri sana. Tutakupa warrant, lakini pia tutakusimamia kuanzia unapoweka mayai mpaka siku unapata vifaranga. Asanteni sana. Kama mnahitaji huduma zetu, utaweza kuchukua namba hapo kwenye video na utatupigia au utatutumia ujumbe. Asante sana.